Kwenye mijadala, kwenye hoja, kwenye makongamano, kwenye tafiti, kwenye mawazo. Hiyo ndo kazi ya Seneti. Sawa. Kwa hiyo bila kupoteza muda, kama mtanipa ridhaa ya kuwa mwenyekiti wa Seneti, nina mambo kadhaa ambayo natamani kuyafanya, kwa sababu nafurahi wanapofanya Seneti ya Dar es Salaam. Nafahamu wanapofanya Seneti ya Dodoma, wanafanya mambo makubwa sana. Lakini mtakubaliana na mimi kwamba Seneti yetu imelala sana. Yote ni kwa sababu sisi kama viongozi tunahitaji, kama Seneti mkoa wa Songwe inahitaji viongozi thabiti, viongozi wenye maono, wanaojua nini maana ya Seneti kwenye mkoa na jumuiya ya vijana wa CCM. Mambo yangu nayotaka kuyafanya, kama mkinipa ridhaa, nataka kufanya mambo manne. Moja ni kujenga Seneti imara ya mawazo. Nataka vijana wewe wana uwezo wa kutoa mijadala, kutoa hoja kwenye mambo magumu. Leo hii tunatakiwa tunaitana, tunasema Oktoba 29 yaliyotokea yametokea, sio? Tunatokeje kama vijana wa CCM? Kwa sababu kuna sehemu zingine uweze kuendesha basikeli, si ndio jamani? Hayo ni mambo ambayo Seneti inatakiwa kuyaeleza na kutoa mwelekeo kwa chama. Kwa nataka Seneti ambayo itakuwa na vijana ambao watakuwa sio waoga, majasiri wa kueleza na kujadili mambo magumu. Hiyo ndio Seneti ninayotaka kuiongoza. Lakini la pili, nataka kuunganisha vyuo vyote vya mkoa wa Songwe. Mimi nafahamu sisi sio vyuo vyote. Kuna vyuo vipo na hatujavihusisha. Pale Mpemba nilikuwa naambiwa kuna chuo cha Songea, NACTE, kuna vyuo vingi ambavyo viko under NACTE lakini havipo hapa kwa sababu havijafikiwa. Hapa nimeshangaa. Sisi sote ni viongozi, lakini viongozi wa DIT, viongozi wa Mbeozi Mission, viongozi wa chuo cha Mwanza hawafahamiani kwa sababu hatujaunganishwa. Unapokuwa unaunganisha wanafunzi, inamaanisha hatujawafikia kwenye vyuo vya kutosha. Nini nitafanya kwenye hili? Kwanza ni kuandaa mabonanza ya kutosha ambayo yatatuleta pamoja.